Nilivyokuwa nimekuahidi tutakuwa na mgeni wetu na tayari yupo ndani ya studio. Labda bila kupoteza muda tuweze kuungana naye. Kwanza, okay. What is not happening? Okay, sawa. Kwanza karibu sana. Asante sana, nashukuru. Alright. Mimi nakujua kwa jina, lakini kwa faida ya msikilizaji wangu naomba utuambie labda jina lako ni nani na unafanya kitu gani? Asante sana kwa kuweza kunikaribisha hapa kwenye studio. Ndio. Majina yangu kamili ni Fred Ogolla. Mimi ni mlipa ushuru katika nchi yetu ya Kenya. Nalipa ushuru ili kwamba niweze kupata kilicho changu. Okay. Yes. Na leo hii tuko hapa tunataka kuzungumzia restoring dignity. Ama restoring dignity ni kurudisha ule kurudisha hadhi. Yes, of course. Yes. Kurudisha hadhi. Na labda niweze kujua wewe umekuwa ukifanya kitu gani ili kuhakikisha kwamba labda umeweza kurudisha hadhi ya watu fulani. Asante sana, nashukuru. Na labda ukijibu hilo swali, yes, uweze kutuambia umekuwa unarudisha hadhi ya kina nani haswa? Asante sana. Kama vile nimekudokezea, mimi naitwa Fred Ogolla kutoka Korogosho. Okay. Korogosho ni mtaa wa mabanda pia kama kawaida. Ndio. Na katika mtaa wa mabanda wakaji wengi wanatarajia kurudishiwa hadhi. Ambapo serikali haijafanya vile inavyotakikana. So kwangu mimi mwenyewe na shirika letu la Restoring Dignity Foundation tunarudisha hadhi mtaani. Okay. Hadhi ambayo tunarudisha ni kama mwanzo nimekuelezea kwamba tumezaliwa Korogosho. Tumeishi Korogosho. Yale yote ambayo tumeona tukiwa wadogo, tuliona kwamba kuna wakati utafika ili kwamba tuweze kurudisha hadhi. Kuna changamoto mingi sana ambazo zafanyika katika mtaa wangu. Okay. Watoto hawaendi shule wengine kwa sababu ya kukosa karo. Kuna wazee wakongwe sana ambao nyumba zao zimebomoka. Kuna wale wandada ambao wamekuwa gerezani na kisha wakaachiliwa wamekuja mtaani. Ndio. So inakuwa ni kana kwamba sisi kama shirika tunawarudishia hadhi yao. It's like reintegrating them back kwa society. Okay. So nikianza tu ni kwamba tunarudisha hadhi kwa wazee. Korogosho ina mitaa 9. Okay. Na katika hizo mitaa 9, 4 ni zile ambazo zinaishi wakongwe. So hawa ni wakongwe ambao wamepoteza watoto wao kupitia uhalifu na maradhi kadhaa. Okay. So wamebaki kuwalea wajukuu peke yao. Na nyumba ambazo wanaishi ni nyumba ambazo zilitengezwa miaka ya 80 mwanzo. Okay. Nyumba za matope. So ikawa ni kwamba hizo nyumba haziwezi zikastahimili yale yote ambayo yanafanyika. Okay. So ukiangalia takriban idadi nzuri sana wazee wako huko ambao hawana nyumba. Nyumba zao ni zile ambazo zimebomoka kabisa. Ndio. So sisi kama shirika jambo ambalo tunafanya ni kutengeza nyumba. Okay. Sio affordable, lakini nyumba za kurudisha hadhi. Okay. Unafahamu kwamba Korogosho nzima iko chini ya serikali bado. Okay. Hakuna title deed ambazo zimepeanwa. So sisi kama shirika tuna make sure kwamba tunatengeza nyumba. Okay. Na nyumba ambazo tunatengeza nyumba ambazo ni za hadhi kabisa. Okay. Sababu ni nyumba ambazo ziko na foundation nzuri. Kulingana na sehemu ambayo uko nayo. So sisi tunatengeza kulingana na hiyo sehemu na tunatengeza nyumba nzuri tu kabisa. Okay. So this is a charity organization. Yes, this is a charity organization ambayo ilianza mwaka wa 2020. Okay. Wakati wa COVID. Okay. Tulianza kama rapid response. Na okay, nilikuwa actually naenda kuuliza hilo. Ni kitu gani ambacho labda kilichangia kuweza kuanzisha hii Restoring Dignity? Na labda ulikuwa na msukumo gani? Does it mean kwamba ulikuwa na maybe uliona kwamba mimi niko nacho, kuna mtu hana, wacha niende nimsaidia, ama ilikuwaje? How did it happen? Kama jinsi nilivyodokeza mwanzo ni kwamba tumezaliwa Korogosho. Okay. Na hadhi ya Korogosho, kuna wale ambao wanasema kwamba Korogosho haina dignity. Haiko dignified. Kila wakati ukitaja sehemu ya Korogosho inakuwa kwamba inahusishwa na umaskini. Okay. Inahusishwa na mambo ambayo mabaya tu kabisa. So mwaka wa 2020 wakati wa COVID, wakati ambapo serikali ilitupatia that lockdown, maaskari wengi walichukua advantage kwa sababu ikifika kuna wakati kulikuwa na lockdown ya saa 1 usiku. Yeah. Ilipofika tu saa 12 na dakika 50 hivi, maaskari walikuwa barabarani. Na unafahamu kwamba katika mtaa wa mabanda
vijana wengi wanakimu kimaisha kupitia wakati huo. Vijana ambao wanaendesha pikipiki, wamama ambao wanauza kando ya barabara. Ikawa kwamba iliadhiri sana mambo ambayo yanafanyika hapo. So mimi na marafiki zangu tulisema kwamba acha tuanze kama rapid response ile msaada wa dharura. Kuongea na marafiki zetu, kuja kutuletea chakula, tuweze kuwalisha hawa watu. Lakini katika hiyo hali tukaona kwamba kuna shida mingi sana kushinda hiyo chakula. Kwa sababu ukiangalia kwamba unaweza mpa mtu chakula lakini hana nyumba. You see? So tukaona kama marafiki tu mwanzo. Mbona tusianze kutengeza nyumba? Kilichotutia motisha sana ni wakati ambao tulienda kutembelea nyumba fulani hapo hivi. Kuna mama mzee kabisa wa miaka 60, 65 hapo hivi. Nyumba yake ilikuwa imeingia chini kabisa. Like imesink kabisa. Cave inside. So hata akiingia ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuingia. So iliturudisha kwenye drawing board sisi kwamba tumezaliwa Korogosho, watu wanaumia. Na tuko na marafiki, mbona tusifanye hivi? Hapa ulianza na marafiki kama wangapi? Tulianza na marafiki wengi sana, kama 30 plus. So mliungana tu were you meeting through online ama kuna mahali ambapo mlikuwa mna meet physically, mnazungumzia, mnasema kwamba round hii tunatoa hela fulani na sasa hivi kuna mahali ambapo tumelocate, kuna mtu ako na shida mahali fulani, ama mlikuwa mnaifanya vipi? La hasha, tumezaliwa Korogosho na tunajuana kwa vilemba sisi sote. So ikawa kwamba wakati ambapo curfew ilipokuja, tukaitana tu marafiki, tukasema kwamba wacha tuje. Mwanzo ilikuwa tu ni kama ile one off. Tupeane chakula, tuondoke. Bas. Lakini hatimaye ilipofika mwaka 2021 hapo. Ikawa sasa watu wachache katika ile rapid response, wengine walirudi kwa kazi zao. So mimi na wengine wachache sasa ikawa kwamba ni passion kwetu. Tukaona kwamba tumeanza kazi tumewasha moto, mbona tusiache katikati. Hivyo tukaenda tukajisajili kama shirika la kijamii. Watu wachache tu. Tukasema kwamba sasa tutaongea na marafiki zaidi. Kwa sababu marafiki wengi walikuwa wanataka kutusaidia, lakini walikuwa wanaona kwamba hatuna account, hatujajisajili. Ikawa sasa lazima tufuate huo utaratibu wote. Kwa kawaida tukafanya huo utaratibu. Na kisha baada hapo shida zikaanza kuja mingi. Tulipotengeza nyumba ya kwanza mwaka 2020. Ikawa kwamba shida zikaanza kujichipuka. Watu wakaja wakatuambia kwamba hata nyumba yangu ni mbaya. So kwa sababu tumezaliwa Korogosho, tukaona sasa mbona tusitembee kwa hizi manyumba. Na cha kuhuzunisha ni kwamba kuna watu wanaumia katika nchi yetu ya Kenya. So sasa hivi mmefanya hii kazi kwa takriban miaka 5. Tumefanya kwa miaka 5 actually. So baada ya 2021 tukajisajili sasa katika foundation. Foundation inaturuhusu kufanya kazi nje ya mtaa wetu. Yes. Kwa sasa tumetengeza nyumba 18 ambazo ni nyumba ambazo ni standard kabisa. 18 homes. Na kama kawaida tunapotengeza hizi nyumba, tunahakikisha kwamba tuna get away with all the sentimentals. Zile vifaa vya kitambo ambazo zilikuwa katika hiyo nyumba. So tunazitoa. Ile mattress ambayo ilikuwa pengine wakati wa harusi kwa huyo mama mjane, tunatoa. Tunaongea na marafiki kisha tunaleta vitu vipya. Kuashiria kwamba maisha ni mapya. So katika kujenga nyumba bali na kujenga nyumba 18, tumefanya repair nyumba 250. Hizo nyumba ambazo mabati pengine yanavuja, pengine choo 250. Katika mtaa wa Korogosho tu ama mlianza sasa kutoka kwenye mitaa mingine? Katika mtaa wa Korogosho sasa kwa sasa. Kwa sababu hatuna wadhamini, lakini ni wale wahisani tu wachache ambao wanatusaidia. Kama ni bati, mtu anakuja na bati, kama ni simiti, mfuko wa simiti, anakuja nao. Mshawajikuta kwenye situation kwamba labda mnaona huyu mtu anahitaji usaidizi kabisa, lakini mahali ambapo tupo sasa hivi hakuna labda hela haitoshi ama kuna changamoto fulani? Naomba nikwambie kwamba hata yale ambayo tumetengeneza ni kwa wahisani. Tumetengeneza nyumba 18, lakini nyumba ambazo zinafaa kutengenezwa ni mingi zaidi. Hapo tuko na ofisi katikati ya Korogosho. Na hiyo ni ofisi ambayo watu wengi wanaingia. Cases ambazo tunapata kila siku. Nyumba yangu inavuja, nyumba yangu imebomoka, mtoto wangu, mambo kama hayo. Hapa mmeanzisha wakati wa COVID. Kuna kitu ambacho labda kazi ambayo ulikuwa unafanya ama wewe ulikuwa upo tu kaamua wacha nifanye, ama kuna kazi yako ambayo ulikuwa unaifanya kando na hii mambo ya kusaidia watu? Nilikuwa nimeajiriwa kazi.
kuanzia saa 2 hadi saa 11. Okay. Lakini niliketi chini nikaona kwamba mimi na drive agenda ya wale ambao wameniajiri kazi. Ilhali katika mtaa wangu kuna watu ambao wanahitaji usaidizi wangu. Okay. So nika resign kama kawaida na nikasema kwamba acha nije ni concentrate mtaani. Sasa umeresign after COVID ama during COVID ama ni baada tu ya kuanzisha wewe na marafiki zako? Actually 2019 niliresign. Okay. Nilikuwa nimefanya kazi kwa muda wa miaka 2-3 hivi. Kazi ya kuajiriwa. Okay. But nikasema kwamba wakati COVID ilipokuja, tulikuwa tunafanya kazi nyumbani kama kawaida. But COVID ilipokuwa hapo katikati mwezi wa 4, mwezi wa 5, nikasema kwamba mimi naomba kuresign. Okay. Kwa sababu niliona kwamba shida ambazo ziko mtaani ni zile ambazo tunafaa kutatua. So wewe uliresign kazi yako ili ushughulike na story ya hapa mtaani? Kweli kabisa. Niliresign kazi yangu kwa sababu mwanzo nilikuwa na drive agenda alikuwa ameniajiri kazi. Okay. Pili, niliona kwamba niko na uwezo wa kuweza kubadilisha mtaa wangu kwa sababu nimelelewa katika huo mtaa na najua shida ambazo ziko huko. Ilikuwa kazi ambayo iko related na vitu kama hivi ama ilikuwa ni kazi nyingine tofauti? La hasha, ilikuwa ni kazi ya kutetea haki za kibinadamu. Kwa kawaida mtu atakuuliza, okay, who does that? Ni aje utaacha kazi alafu uende tu uanzishe mambo ya kusaidia watu wakati ambapo labda yanahitaji hela, labda hela yenyewe ambayo umetoka nayo kazini labda haitoshi. Na ni kitu gani kilikufanya ukaamini kwamba unajua nini, hata nikikosa kufanya hii kazi, nikifanya hii kazi ya kusaidia watu, labda nitafikia mahali ambapo maybe naweza kujikimu kimaisha or something? Ni kweli kabisa, watu ni tofauti. Mimi historia yangu, background yangu ni kwamba nimekuwa mtumishi wa kanisa. Okay. Kwa muda wa miaka 15. Na wale ambao tulikuwa tunasoma tukiwa hapo katika kanisa ilikuwa ni kwanza ku give back kwa community. Okay. Tulitaka ku give back kutoka kitambo lakini hatukuwa na uwezo. Okay. Lakini wakati ambapo tulifeel kwamba tunaweza tukawapigia mmoja, tukawapigia watu wawili kuja kutusaidia, tuliona kwamba sasa tuvae junga kabisa, tuingie kabisa. Okay. Na tukaingia ndani. Si kuangalia kama pengine ndakosa ile kazi, pesa ambayo nilikuwa nimeajiriwa kama kazi, but nilifeel kwamba kuna yule mama mzee ambaye anahitaji usaidizi wangu. Okay, kwa wewe, ili wewe uweze kufeel hivyo, uweze kufeel mimi nafaa kusaidia watu, does it mean kwamba maybe when you were young you went through similar thing, labda kulikuwa na issue pale nyumbani and then you promised yourself maybe nikigrow I want to give back to community and I don't want another child to live the life that I was living? Kweli kabisa. Growing up tulipitia changamoto za kawaida. Pengine mama amekosa chakula, mambo kama hayo. Lakini nilipokuwa nilisema kwamba nataka kuleta mabadiliko katika maisha ya mtu. Okay. Yale ambayo tumepitia haya yote. Unapata kwamba kuna wakati umefukuzwa, hauko shuleni. Kuna wakati mzazi landlord amekuja kubisha mlango, lakini mzazi wangu alikuwa kila mara landlord alipokuwa anakuja, aliweza kutoka nje. Ili kwamba sisi kama watoto tusijue yale ambayo yanafanyika. Okay. So pole pole tukaanza kulearn kwamba kumbe hata kuna landlord ambaye anakuja kila wakati kuweza kuitisha rent yake. Yeah, so changamoto zilikuwa mingi. Okay. But growing up katika hiyo setup ya kanisa nilifeel kwamba kuna wakati Mungu akinipa uwezo nitakuja ku give back. Okay. So growing up, all the challenges ambazo tulipitia na changamoto zote, tulisema kwamba this time kwa sababu tuko na uwezo wa kuongelesha watu wawili watatu, acha tufanye hivi. Of course kusaidia watu sometimes huwa si rahisi kwa sababu maybe utaweza saidia huyu ahisi kwamba amebaki nyuma, utaweza saidia mtu labda akose shukrani, unaweza saidia mtu labda kitu kitokee tu alafu labda usingiziwe ni kwa sababu ulikuja pale kujifanya unasaidia or something. Has it ever happened wakati ambapo labda mmeenda mahali mkasaidia mtu, mshakumbana na changamoto kama hizi? Changamoto ni mengi. Especially kama mko na ofisi katikati ya mtaa. Changamoto kwanza ya kujengewa nyumba. Unajua hatuwezi tukajengea kila mtu nyumba. Sisi sio serikali mwanzo. Yeah. Then ukipata sisi tunafanya kazi na CHPs, community health promoters, ambao kila mara wakienda kuwatembelea hawa wazee wana make sure kwamba kuna cases ambazo zinafaa kushughulikiwa kwa dharura. Yeah. So hizo cases zikija kwa ofisi, sisi tunaenda tunashughulika nazo zote. So hayo ndio mambo ambayo tumekuwa tukifanya. Lakini kumekuwa na malalamishi lazima yawe kwa sababu kwa nyumba 18 na pengine tuko na nyumba 50 tunafaa kutengeneza. So mara mingi wanauliza
maybe tumetumia nini criteria ipi kuweza kutengeza. Lakini criteria ambayo tunatumia ni kwamba kumake sure kwamba yule ambaye nyumba yake ni mbaya zaidi. Okay. Nyumba ambayo inavuja zaidi, nyumba ambayo imeanguka, hayo ndio mambo tunafanya. Okay. Yeah, na kuna watu ambao hawawezi ridhika. Hata kuna wakati tunapeana chakula. Okay. Unampa mtu chakula shopping karibu 10-15,000 lakini ukienda nyumbani mwake hana mafuta hata. Inabidi uingie kwa mfuko kuweza kutoa pesa kwa sababu anakuambia umenipa chakula, nisipopika nitaenda kuuza. Okay. Yeah. So changamoto ni mingi. Hata kuna wanafunzi ambao tunawasomesha. Okay. Kwa sasa tunasomesha wanafunzi 250. 250. Yes. Kupitia mradi wa Adopt a Student ambapo rafiki anakuja anamchukua mwanafunzi kisha anamsomesha. Anakaa naye ama anamsomesha tu akiwa kwao. Anamsomesha tu akiwa kwao. Okay. Anamlipia tu karo na kisha anaishi tu na wazazi lakini anamlipia karo. Okay. So wanafunzi 250 wanafaidika. 250. Lakini ukiangalia Korogosho wale wanafunzi tuko na files kwa ofisi ambazo zimeandikwa pending scholarship. Files kama 3 zimejaa. Okay. Hatuwezi somesha hawa watu wote. Hawa wanafunzi wote labda hawaendi shule kwa sababu ya kukosa school fees na mahitaji mengine. Ya kweli kabisa. Wamekosa school fees kabisa. Wengi wanatoka katika single parenthood. So inakuwa ni changamoto sana. Kuna mama ambao wanafanya kazi mtaani kama domestic workers. Kwa siku wakipata pesa nzuri sana ni shilingi 200. Kwa sababu kuosha nguo ni 150, pengine kuosha nyumba 50 na mambo kama hayo. Okay. So utajaribu kuona kwamba nikipata shilingi 200 nitaweka kidogo nilipe nyumba ama ninunue sodo kwa mfano. Yeah, so kuna changamoto mingi ambazo zafanyika. Okay. Now tumezungumzia changamoto, labda niweze kuuliza kwa sababu kwa kila story wanasemaga kwamba there is light at the end of the tunnel. Na utapata kwamba labda kuna story moja tu ambayo ilifanyika ama mlienda kwa boma la mtu mkasaidia and maybe the reaction, the feedback or ikaleta tu furaha ndani ya moyo. Labda kuna kisa kimoja ambacho maybe hauwezi sahau. Is there any incidence? Kwanza nitakupa mbili. Okay. Mwanzo ni mama ambaye alikuwa na miaka 103. 103. Huyo mama ametusaidia kanisani sana. Mama ambaye amekuwa akiosha nguo za padri, amekuwa akifanya usafi kanisani, lakini ukiangalia nyumba yake ni nyumba ambayo haina chochote. You see? So alifariki last year but one akiwa na miaka 103. Okay. Huyo mama ametusaidia. Huyo mama amekuwa ni kama mentor wetu. Ametushikilia kabisa. Lakini unapata kwamba hakuwa na nyumba. Okay. So tulipomtengezea nyumba ikawa ni kwamba ni sherehe. Hata wengi walisema kwamba umefanya kazi nzuri. Yeah, na natumai kwamba hiyo ni moja tu. Kuna zingine kwa nyumba 18 imekuwa ni kama celebration. Okay. Kwa sababu ni wale ambao walikuwa katika maisha ambao yamedhofika. Ya uchochole kabisa. Ya uchochole kabisa. So nyumba 18 nyumba ambazo tumecelebrate kabisa. Okay. Yeah. Labda niulize mko na plan labda ya kuweza kutoka nje ya Korogosho ama sasa hivi mna concentrate kwanza na hapo area nyumbani? Tulijisajili kama wakfa, kama foundation na lengo letu la kujisajili kama foundation ni kwamba kuna wazazi wetu wengi sana ambao wako Nairobi na wangependa kwenda nyumbani. So wengi hawaendi nyumbani kwa sababu hawana manyumba. Okay. Yeah, wengi sana. In fact idadi kubwa sana ya wale ambao wako mtaani. Okay. Ni kwa sababu wako na nafasi. Aidha wamenyang'anywa nafasi na wale wa nyumbani na wanataka kwenda nyumbani, mandugu na wanataka kwenda nyumbani. So tumesema kwamba sisi tunataka tuanze kutoka Nairobi. Okay. Kwa sababu Korogosho soon haitakuwa kwa sababu affordable houses naona wameanza kubomoa sehemu. Ni kama sasa slum inaanza kupunguka kiasi. Yeah. So wengi wanataka kwenda nyumbani. Na uwezo wetu na ombi letu ni kwamba kama tutapata maybe funds na vitu kama hivyo kuweza kuwatoa hawa ambao wako hapa kuwapeleka nyumbani. Yeah. Tumefanya hivyo kwa sababu hata wazee ambao tumewatengezea nyumba hapa Nairobi tumewafungulia biashara. Okay. So ni kwamba hawana ile hawako board kabisa. So what you do ni mnajengea watu nyumba, mnasomesha watoto, mnafungulia hata hawa wazee biashara. Yes. Na watu ambao wanafaidi zaidi ni hawa wazee na watoto wao labda. Wazee. Tuna usaidizi wetu unakuja kama 360 ni kama duara. Yeah. Kwa sababu ndani ya jumba kuna mzee. Katika hilo jumba kuna msichana ambaye amepata mimba akiwa mdogo. Katika hilo jumba bado kuna yule kijana ambaye alikuwa katika uhalifu. Yeah. Amefungwa, ameachiliwa, amekuja mtaani, anataka kureform.
So ni nyumba moja ni tuadili na uzee, lakini sasa imeshikilia vitu vingi. Okay. So far, hebu niulize, hawa wenye unasema kwamba labda walifungwa wakatolewa ama wakatoka na wanataka kureform, mko na group ya watu kama wale, kuna vitu ambavyo mnafanya kuhakikisha kwamba hawajarudia tena stories za uhalifu? Kweli kabisa. Kuna wale ambao wamefungwa wamefungwa kwa miaka 15 alafu wamerudi mtaani. So reintegrating them back kwa mtaani, kuambia kwamba huyo kijana pengine ama huyo msichana pengine alifanya makosa lakini amerudi amekiri makosa yake. So kwa mara mingi huwa tuko na counseling session nao. So tunawaita kwa pamoja, tuko na counseling session, tunawafungulia biashara na pia tunaongea na jamii kuambia kwamba huyu amereform, tafadhali tumkaribisheni mtaani. Nyumba ambazo tunatengeneza hii ni skills ambazo zinatoka prisons. Wale vijana ambao pengine walikuwa wameshikwa, wale wasichana ambao walikuwa pengine ndani, wanatupatia mawaidha kama kupaka rangi, vitu kama hivi. So sisi wanapokuja tunasema kwamba kuna second chance. The second chance ni kuweza kuwapatia nafasi kutembea nao pamoja, kuweza kufanya kazi zote pamoja. Na wakati ambapo mnafanya hii kazi mkiwa na wale marafiki zako, I understand maybe kuna watu wengine ambao walijoin on the way. Kuna ama ni wale tu marafiki? So kwa sasa kwa sababu tulijisajili officially, tuko staffs 5 peke yake. 5. Na kati ya hawa staff 5 ambao mnafanya kazi ya usaidizi ama kazi ya kusaidia, do you reach a point ambapo labda mna disagree on something and maybe how do you come up with a solution? Tunafurahi sana kwa sababu Korogosho ni kama jamii. So hata kutengeza nyumba, sisi hatu make decision kivyetu. Community health promoters wanakuja kutuambia kwamba kuna nyumba ambazo ziko hapa hivi. So mimi na kikundi changu tunaenda pale, tunaangalia, tunaona kwamba hii inahitaji priority ya kwanza. Kama staffs ni wale ambao kila mtu yuko na docket yake, tufanya kazi kwa moto tofauti lakini kwa pamoja. So hatujai kuwa na hiyo maybe kutofautiana. Na what keeps you moving? What keeps us moving actually ni maombi. Na pia kuwa honest na kuwa passion kwa kazi ambayo tunafanya. It keeps us moving kwa sababu hatujawahi kosa. Most of my staff mara mingi hatuna mfadhili ambaye anatusupport kabisa. So mambo huja tu, unapata kama mfadhili wangu maybe staff wangu mmoja ameitwa kazi fulani anafanya na narudi tu. So hatujawahi kosa kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko hapa, amekuwa akitushikilia wale. Na labda niulize, end goal ni gani? Kwa sababu wakati ambapo unaanzisha kitu lazima uko na maono, uko na ndoto, what you want to achieve. Labda wakati ambapo unaanza hii kitu, ni kitu gani ambacho kilikuwa kwa akili zenu? Mlikuwa mnataka kuachieve kitu gani? End goal yetu ni kwamba tunataka a better Korogosho. A better Korogosho is possible, ambapo wazee wanaheshimika. Wazee, unajua mara mingi wazee wetu wanatumika tu wakati wa siasa. Wakati wa hii pesa ambayo ilikuwa ya wazee, imekuwa ni shida sana kwa sababu hata wazee ambao wako mtaani si watu wanapata hii pesa. Jambo jingine ambalo tunataka kuachieve ni kwamba watoto waweze kupata masomo. Kwa sasa tunapatiwa bursaries na tunaomba kama tuweza shirikiana na ofisi ya MP, ofisi ya MCA, ofisi ya governor, tuweze kupatiwa bursaries kama shirika, kwa sababu tunajua wale vijana ambao wanahitaji hizi. And then ya tatu ni kwamba wale wasichana ama mandugu ambao wamekuwa behind bars waweze kukubaliwa mtaani. Na kuna mtu anajiuliza, which criteria labda do you use? Uliniambia kwamba nyinyi ni watu wa Korogosho na mnajuana hapa na pale, lakini kuna mtu anajiuliza ni criteria gani mnatumia kuhakikisha kwamba it's this one and not this one? Katika nyumba tunatumia community health promoters. So tunaangalia uzito wa kesi. Tuambie kwamba kuna mzee ambaye yalala nje, nyumba yake yavuja na mambo kama, tutampatia kipaumbele. Kama ni mwanafunzi wa kwenda shule, tumesema kwamba tunatumia adopt a student basis. Wewe kuja kama mfadhili, kama rafiki wetu wa shirika, tutakupatia file ya pending scholarship, kisha utaniambia kwamba mimi nataka kumsomesha huyu msichana ambaye marks zake ni kadhaa, ama kijana ambaye amepata hii na hii. Kwa hivyo sisi yetu ni kuwapatia tu file, kuambia kwamba sasa ndio hii file, hawa ndio wale ambao hawajaenda shule. So tunawapatia nafasi waweze kuchagua wenyewe. Kama shirika hatuchagui, hatu influence mambo yanayofanyika.
Kwa hivyo mnatumia hizo ripoti kujua ni nani ambaye anahitaji emergency, nani anaweza ngoja kidogo. Kweli kabisa. Msikilizaji, tuko na mgeni ndani ya studio, au umesikia kazi ambayo anaifanya. Of course ni kazi nzuri kuhakikisha kwamba anasaidia especially wazee ambao hawajiwezi, especially watu ambao na ni katika mtaa wake ambao labda yeye na wenzake wameweza kugrow pamoja. Na tunarudi kuungana naye, labda nitakuwa nafungulia line za simu 2-3 uweze kuuliza swali lako, lakini before that labda niweze kukuuliza umesema kwamba mnakuaga na kitu kinaitwa adopt a student. Labda kuna mtu ambaye amesikia na anahisi kwamba okay, mimi niko na uwezo labda wa kumsomesha mtoto mmoja, ama wa kumsaidia mjane mmoja, ama wa kumsaidia mama mmoja, ama wa kumrudisha mtu nyumbani ambaye ako hapa mjini, labda hana makao kule nyumbani, ajui atafanya nini. Maybe kama kuna well wisher ambaye anataka kufanya hivyo, maybe atatumia criteria gani ili maybe kuweza kusaidia mtu ambaye ako na shida? Asante sana. Kama vile nilivyosema ni kwamba tunatumia adopt a student basis. Ni wakati ambapo unakuja ofisini, unamtafuta mwanafunzi ambaye pengine hajarudi shule, unamsupport. Ombi letu ni kwamba pia tukiweza pata yule ambaye ata adopt an elderly person. Okay. Kwa sababu nyumba ambazo tumetengeneza ni za wale ambao wana own that space. Yeah. Kuna tenants wengi ambao hawana spaces na ombi letu ni kwamba tuna plan kujenga ni kama nyumba ya wazee plus a common TV room, a common kitchen, so that the social capital iweze kuendelea. So mko na plan ya labda kuweka kitu kama hapa hivi mali tuko, ili watu ambao maybe hawana makao waje wakae pale. Kweli kabisa. Iwe ni kama nyumba ya wazee sort of wakati ambapo tutakuwa tunakuja tunaongelesha na pia hawa wazee tukiwatengezea nyumba, we work with young mothers also. Yeah. So wale watoto wakati ambapo young mothers wako katika masomo, hawa watoto maybe wanaweza kuwa wanaenda ku socialize na hawa wazee wetu kama caregivers sort of Okay. Yes. So tuko Korogosho hapo Korogosho police station Okay. Ukiwa Korogosho police station, ofisi yetu iko tu hapo kando. Yes. So kwa wale ambao kuna nguo ambayo hujavaa kwa muda miezi 3 hizi ni nguo ambazo pengine hautavaa. Kuna uwezekano kwamba hautavaa. Hizo nguo ambazo hujavaa kwa miezi 3 ni kama prayer request ya mtu. Okay. Kila holiday huwa tunawaita wote, tunawapatia mavazi. Okay. Kuna household items ambazo pengine hautatumia. Zanyeshiwa tunamvua kwenye balcony tunazihitaji. Okay. Kuna prayer request, kuna vitu kadhaa tu ambazo tunahitaji. Zile vitu ambazo tunachukulia kwa mzaha. Tunapata kwamba kuna yule ambaye amekuwa kiziombea ziweze kupatikana. Okay. Yes. Okay. So unajua umesema hivyo nikakumbuka kuna muda nimetoa vitu na nikaziweka mahali kando na nilikuwa sijui okay, nafikiria ni wapi naweza peleka, na naweza sema mpaka wa leo vipo, kuna vitu ambavyo viko mahali tu, nadhani pia ikiwezekana zinaweza fika kule. Nadhani kuna mtu ambaye anaweza saidika na kimoja ama viwili. Na labda tukimalizia, maybe mpango ambao sasa hivi mnafanya nyinyi kama hiyo shirika, mnafanya mipango gani? So mpango wetu, iwapo Mungu atakubali, ni kwamba kuweza kumekisha kwa mwanzo ni kuwasafirisha wazee ambao wako Nairobi na wangependa kusafiri kwenda kutengezewa nyumbani. Hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo ni kama priority yetu, kwa sababu kuna cases karibu 6-7 ambazo ziko hapa hivi. Kuna wazee ambao wako na miaka 80 wanataka tu kwenda nyumbani. Wakapumzike. And then kama pia tunaweza pata yule ambaye atatusaidia kupeleka hivi vitu vyao nyumbani. Okay. Yes, itasaidia sana. Okay. Pili, kama kuna yule ambaye angependa kumchukua tu mwanafunzi mmoja tu. Unajua ukimsomesha mwanafunzi mmoja umesomesha jamii So yule ambaye pengine angependa kuadopt a student, hiyo ni kuja tu na kulipa school fees shuleni. Sisi hatushiki pesa na kisha anakuwa ni kama mzazi mwingine. Wakati ambapo amefunga shule tunamuita, tunakaa chini, maybe tunaweza enda out for lunch, kwanza tu kama counseling sort of kumpatia mawaidha na mambo kama hayo. Okay. Kuna wale ambao wasichana ambao wametoka prisons wako nyumbani. Ndiyo. So tunashughulika pia kuwalipia rent kabla hawaweze kuwa stable kiasi. Kwa sababu umetoka umeserve for 15 years behind bars. Hauna chochote. So zile vitu ambazo pia tunaomba ni kwamba aanze maisha yake huyo mama. Okay. And then kama shirika pia tunafanya photography classes Okay. Wale vijana ambao wamekuwa into crime na wanataka kufanya videography, content creation na vitu kama hivyo. Kama kuna shirika ama kuna wale ambao wangependa kutusaidia na cameras
hawa watoto waweze kusoma. Hawa wanafunzi waweze kusoma. Yes, na zaidi ya hayo cha muhimu ni kwamba pia tuombewe, kwa sababu hii kazi ambayo tunafanya ina changamoto mingi. Mtu anakuja ofisini hana chochote, pengine hata wewe umetrek kuja kazini hauna chochote pia. Inabidi sasa hata wewe ushughulike, tuone kwamba huyo lengo letu ni kuwapatia tu hope, kwamba tu kwamba kuna kesho. Hata kama hatuna chochote tu, mradi tu amekuja kwenye ofisi yetu, kumwambia tu kwamba there is tomorrow. Msikilizaji, nambari yangu iko wazi 0719012700. Kama uko na kitu chochote, uko na swali lolote, uko na jambo la kuongeza, ni muda wako sasa hivi kuzungumza. Radio Maisha, hello. Kambua, good morning. Good morning. Jose Warwaka hapa. Alright, karibu. Asante sana, salimia mgeni hapo. Asante, nimesalimika. Okay, unafanya kazi mzuri, kwanza nikupongeze. Asante sana. Juu alafu kazi hizi za charity work, sasa mtu anaweza uliza labda nyinyi mnafaidi nini, juu si kama kazi ambayo labda utalipwa at the end of the month. So labda wewe faida yako inatoka wapi? Alafu jambo lingine, labda umejaribu kutafuta labda shirika ambazo si za serikali ama za serikali, ili ziweze kukamdhuru, labda ziweze kuinua, juu mnafanya kazi nzuri. Ni hayo kwa sasa, tuko mbele pamoja. Kwa mpigo tena zaidi. Ni Jose Warwaka. Wacha nishike swali zingine 2 ama comment 2-3. Radio Maisha, hello. Christine Kambua. Yes, vipi? Ma'am, niko salama sana Christine. Ryan Kili from Kitale. Karibu. Mimi ningependa tu kuweza kukupongeza kwanza kwa kazi ambayo unafanya ndani ya Starabika. Asante. Kwanza ningependa kumpongeza mgeni wetu pia kwa kuweza kujitolea kufika studio na kwa kazi ambayo anaifanya as far as charity work is concerned. Shukrani. Nimeingia kwenye kipindi kama nimechelewa, nilikuwa nimeenda class lakini nimerudi, nasikia show ni kali. Kambua, twende nalo, tuko mbele pamoja. Starabika, Radio Maisha ndo radio zaidi ya radio. Asante sana. Jamo. Atiro, mambo vipi? Niko poa, uko aje? Uko poa? Mgeni huyu hapa. Ametoweka. Hello Radio Maisha. Vipi Kambua? Niko poa. Wangila wa Climax. Alright. Sasa mimi naulizaje mgeni? Wale watu ambao kidogo wanakuja kuishi na labda kuenda, watu ambao yani kidogo ni wadanganyifu ama ni wakora. Sasa huwa wanakunduliwa namna gani? Na wakati huwa wanawakundua huwa watu gani ndani? Okay, sawa sawa. Terminal boy. Yes, Kambua. Yes. Habari ya studio? Kuko salama. Habari ya mgeni? Salama kabisa, nashukuru. Napata kazi nzuri sana. Thank you for your time. Asante sana. Okay. Alright, sawa sawa. Wameuliza maswali na sofa ni kama niko na maswali 3. Kuna mtu ameuliza, okay, wewe hii kazi si kama kazi ambayo unafanya mwisho wa mwezi unapata hela. Akauliza, okay, mnajimudu vipi, mnajimaintain vipi, mnafaidika vipi? Mwingine akauliza, mmetry mashirika ambayo sio ya serikali? Na kisha mwingine akauliza, inakuwaje, mnatambua vipi mtu ambaye ni tapeli ama mkora? Thank you so much. Kama vile nilivyodokeza mwanzo ni kwamba tuko na 5 staffs ambao wanafanya kazi mara 3 kwa wiki. Ndio. So consultancy, kama kuna yule ambaye pengine kuna kazi angependa kufanya, anafanya. Mimi ni MC. Mimi na organize events kama kawaida. So nikipata moja maybe najikimu kimaisha. So mara mingi tunawapatia hiyo freelance, wewe fanya kazi vile unavyotaka, kwa sababu ni kazi ya humanitarian. So siku 3 tuko ofisini. Mimi niko ofisini mara mingi kwa sababu kama ni kazi za MC mimi nafanya weekend. And then swali la pili ni kama tumepata shirika. Sisi ni humanitarian na tumejaribu. So kwa wale badala ya mashirika tunapata individuals ambao wanatusaidia zaidi. Na uzuri ni kwamba yule individual ambaye tumempata, kwa sababu akitaka mambo na transparency, mambo na accountability, so tunabaki tumemhifadhi kabisa. Anatembea na sisi kwa wakati wote. And then ya mwisho ni kwamba how we identify them. Nimesema mwanzo kwamba tuna work na jamii. Kuna wale wanajiita community health promoters. Hao ni wale ambao wanatuletea wagonjwa ambao wanahitaji usaidizi. Kuna wale ambao na jamii pia, kwa sababu tunafanya kazi kwa jamii. Hao ndo wanatuletea cases, wanatuambia huyo msichana amepita mtihani vizuri, hajaenda shule, yuko hapo, tukimpatia nafasi nyingi akikaa kwa jamii maybe ataharibika. So
So hizo ndio some of the priorities ambazo zinakuja. So mhifadhi akija kwa ofisi tunampatia hizi cases pia. Katika ofisi yetu tuko na kitabu ambayo tuna nukuu all the reports ambazo zimefanyika. So akija kwanza tunampatia hiyo kitabu, tunaambia kwamba we go through it, ukifeel kwamba kile ambao unataka kumsupport ni sawa. Okay. Yes. Nisemeje, kitu ambacho labda ungependa cha mwisho, kwa sababu naona muda umetupa kisogo, kitu ambacho ungependa kumwambia mtu ambaye anakusikiza sasa hivi, labda sio hata wa Korogosho, lakini anahitaji usaidizi ama anahisi kwamba ni kama ana give up na life, what can you tell that kind of a person? Jambo la kwanza ni kwamba ni kuuliza tu swali kwa wale ambao wanatusikiza, ni kwamba ni mara ya mwisho ipi ambao umeenda kutazama beddings za wazazi wako? Hawa wazazi wanaumia sana kwa sababu mara mingi tunaassume kwamba wako sawa but beddings zao ziko mbaya. Tumeconfirm that tukiwa katika mitaa yetu. Zile vitanda ambazo wanalalia ni mara ngapi umezitoa nje? And then ya pili tunasema kwamba tume ignore sana wazee wetu. The fact that they are there, wako hapo hivi, wako washughulikia hawako. Na tumeconfirm kwamba kuna wazee mpaka sasa wana undergo depression kwa sababu aidha mtoto wake yuko mahali anastareheka mahali fulani, lakini hakuja kumsaidia mzazi wake. Na pia tunasema kwamba kuna watoto wengi sana ambao ni werevu kutoka familia maskini. Ana watoto ambao hata kama ni serikali na natumai kwamba hizi pesa mingi ambazo zinahusika katika corruption kama tunaweza ziweka kwenye mashule zitasaidia sana. Korogosho tuko na shule 2 za serikali, only 2 primary schools Daniel Komboni na Ngonyomo, na wanafunzi ni wengi sana. So unapata kwamba wanafunzi wengi ambao hawawezi wakatoshea hayo madarasa wameingia katika informal. Na informal schools ni zile ambazo ziko lazima zinaitisha pesa. So unapata kwamba wanafunzi wengi ambao wanafaa kuwa shule wameenda Dandora dump site kwenda kuokota. Unapata mtoto as low as 10 years yuko hapo kwa sababu hakuna wa kumwelekeza. So tunaomba kama it's a collective responsibility actually kwa sababu unaweza kuwa unaona mtu hapo alafu na muignore, yet ana mambo mengi sana ambayo yanahitajika. Yes. Alright, niseme shukran sana kwa kuja, shukran kwa kuendelea kufanya kazi nzuri. Ninachoweza kusema ni kwamba Mwenyezi Mungu awabariki na awazidishie hekima na maarifa ya kuendelea kufanya hii kazi, kwa sababu sio kila mtu anaweza jitolea kufanya kitu kama hiki. Watu wengi watasema kwamba mimi wacha nishughulike na watu wa kwetu na hiyo imetosha, lakini mmeona kwamba jamii kwa jumla kuna watu ambao wanaumia na mkasema kwamba wacha tujitolee tuweze kusaidia pale ambapo tunaweza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awazidishie na awaongeze, na labda kama kuna mtu yeyote ambaye ako na usaidizi tayari umeshasema location, natumai kwamba ata reach out. Shukrani sana kwa wale ambao wanatusaidia kwa sababu ni wengi. We don't take it for granted kwamba kuna mmoja amejitolea kuweza kutusaidia. It's for a worthy cause. Asante sana kwa kuweza kuwa nami kwenye studio, na tunakukaribisha Korogosho. Njoo uone first hand information ambayo yafanyika huko. Na nitafanya bidii nifike kule. Asante sana. Msikilizaji, umesikia tumekuwa na mgeni wetu ndani ya studio, na wacha tumalizie hapo kwa siku ya leo kwa sababu naona zimesalia dakika 2 tu ifike saa 6 na nitakuwa napaondoka hapa.